Katika video hii utajifunza zaidi kuhusu kuelewa makubaliano ya mkataba wako wa kupangisha nyumba, msamiati muhimu wa Kiingereza, sera za kupangisha nyumba na matengenezo sahihi, taratibu za usalama, kuwa jirani mwema na matatizo ya sasa ya kupata makao. Tutaanza kujadiliana kuhusu matatizo ya kupata makao na jinsi yanavyoathiri wateja wa JFCS. Kote nchini Marekani, watu wanatatizika kupata makao, inayomaanisha kwamba kuna uhaba wa nyumba za kupangisha na kuna machago machache ya kumiliki nyumba. Nyumba zinazopatikana sasa zinazidi kuwa bei ghali kwa Wamarekani na hata wakimbizi. Kwa hiyo, kupata nyumba ni changamoto kubwa zaidi. Ingawa Wamarekani wanapata changamoto wanapotafuta nyumba za bei nafuu, wakimbizi wanapata changamoto zaidi. Wakimbizi huwasili nchini Marekani bila historia ya mikopo ya Marekani, bila ajira na bila historia ya kupangisha nyumba. Ilhali wamiliki huzingatia mambo haya matatu wanapochagua mtu ambaye atapangisha nyumba zao. Nyumba nyingi huku Pittsburgh ni za zamani. Ni kawaida kupata nyumba zilizojengwa miaka 100 iliyopita. Kwa kuwa tu nyumba ni za zamani, haimaanishi kuwa si nzuri au si salama. Nyumba hizi zimekarabatiwa ili zikidhi viwango vya kisasa. Unaweza kuona kuwa nyumba za huku zimewekwa zana mpya na za zamani. Mitindo ya nyumba, aina za sakafu, mbao, jiwe lililowekwa wazi kwenye chumba cha chini ama kuliko makabati ya wastani. Nyumba mpya na za zamani zina faida na hasara. Ni muhimu kukumbuka kuwa nyumba yako ya kwanza hapa haitakuwa nyumba yako ya mwisho. Unaweza kuamua kuhama baada ya muda wa mkataba wako wa kupangisha nyumba kuisha. Pittsburgh ina historia ndefu. Familia nyingi zilizoishi huku Pittsburgh zilikuwa zikifanya kazi katika viwanda na zilikuwa zikiishi katika nyumba ndogo za bei nafuu. Kwa muda, idadi ya watu huku Pittsburgh ilikuwa ikipungua na kuna baadhi ya nyumba zilizoachwa. Kuna baadhi ya mitaa ambapo watu hawajapangisha nyumba. Hata mitaa ambapo watu hawajapangisha nyumba inaweza kuwa salama na kuwa na nyumba nzuri. Jiji la Pittsburgh lina mitaa 19 ama 90 ya kipekee na tofauti. Kila mtaa ni tofauti na nyumba zilizo katika mitaa hii zinaweza kuwa na bei tofauti. Kupata nyumba katika mtaa fulani kunaweza kuwa vigumu au hata unaweza kukosa kupata nyumba kulingana na bei au upatikanaji. Nchini Marekani ni kawaida kwa watu wote wazima katika familia kufanya kazi ili kumudu nyumba, si tu mtu mmoja kwa kila familia. Wewe kama mpangaji unahitaji kujua kwamba makubaliano ya mkataba wako wa kupangisha nyumba ni hati muhimu. Hata hivyo, mara nyingi mikataba ya kupangisha nyumba huwa imeandikwa katika lugha changamani na wapangaji wanaweza kutatizika kuelewa taarifa yote. Mikataba ya kupangisha nyumba huwa tofauti, lakini nyingi ina taarifa muhimu iliyozungumziwa kwenye video hii. Mkataba wako wa kupangisha nyumba unapaswa kuwa na jina lako linalosema kwamba wewe ni mpangaji. Wakati mwingine kuna vikwazo vya idadi ya watu wanaoweza kuishi katika nyumba moja. Kwa ujumla, watu wazima na wakati mwingine watoto huorodheshwa kwenye makubaliano ya mkataba wa kupangisha nyumba. Jina la mwenye nyumba au kampuni yako pia litaandikwa kwenye sehemu hii ya mkataba wa kupangisha nyumba. Wanamiliki au wanasimamia nyumba unayopangisha. Kuna uwezekano kuwa mkataba wako wa kupangisha nyumba hauna sera ya mnyama kipenzi kwa sasa, inayomaanisha kuwa huruhusiwi kuwa na wanyama vipenzi mahali ambapo unapangisha nyumba. Kuna sheria nyingine nyingi katika mkataba wako wa kupangisha nyumba. Unapopangisha nyumba, ni muhimu kufuata sheria za mkataba huo. Ukikiuka sheria zozote zilizobainishwa katika makubaliano ya mkataba wako wa kupangisha nyumba, utunzaji wa nyumba, kuwa na mnyama kipenzi, kuvuta sigara, kutolipa huduma au uharibifu mpya, unaweza kutozwa ada za ziada, kupoteza amani yako ya usalama au hata kufukuzwa kutoka kwenye nyumba. Kufukuzwa kunamaanisha kuwa mwenye nyumba wako atachukua hatua za kisheria kukuondoa kutoka mahali ambapo unapangisha nyumba. Ukifukuzwa kutoka kwa nyumba, huenda familia yako ikakosa makazi kwa muda fulani
na utahitaji kutafuta mahali pengine pa kuishi. Utakuwa na wajibu wa kulipa malipo ambayo muda wa kulipa umepita na ada nyingine ambazo unatarajiwa kulipa. Ukifukuzwa kutoka kwa nyumba, wamiliki wengine wa nyumba wataweza kuona kuwa ulifukuzwa katika kumbukumbu yako ya kupangisha nyumba, na itafanya uwe na changamoto za kupangisha nyumba katika siku zijazo. Mkataba wa kawaida wa kupangisha nyumba hutumika kwa takriban mwaka mzima, isipokuwa kama umeelezewa vinginevyo. Katika baadhi ya matukio, wenye nyumba watakubali kupangisha nyumba kwa muda mfupi usiofikia mwaka mmoja, kulingana na masharti yaliyoandikwa katika mkataba wa kupangisha nyumba. Ikiwa umesababisha uharibifu au ukikosa kulipa kodi yako, mwenye nyumba wako atabaki na amana ya usalama ili alipie gharama za kurekebisha uharibifu. Mwishoni mwa muda wa mkataba wako wa kupangisha nyumba, kwa kawaida siku 30 ama 13 hadi siku 60 ama 16 kabla ya muda wa mkataba wako wa kupangisha nyumba kuisha, utakuwa na chaguo la kufanya mkataba upya wa kupangisha nyumba na kubaki kwenye nyumba hiyo. Ukikubali kufanya mkataba upya, utasaini mkataba upya wa kupangisha nyumba na mwenye nyumba wako katika mwaka ujao. Hutahitajika kumlipa amani ya ziada ya usalama ikiwa umeshamlipa katika mwaka uliopita. Ukiamua kuhama, utahitaji kumjulisha mwenye nyumba wako kwa wakati ufaao. Tafuta nyumba yako mwenyewe, saini mkataba mpya wa kupangisha nyumba, lipia huduma zako na uhame kwenye nyumba yako sasa. Usipomjulisha mwenye nyumba wako ifikapo muda ambao umebainisha katika mkataba wa kupangisha nyumba, huenda mkataba huo ukasasishwa kiotomatiki na itabidi uvunje mkataba wako ili uweze kuhamia kwengine. Hii inaweza kuwa ghali sana. Kama mpangaji, utakuwa na haki na majukumu fulani unapopangisha nyumba. Una haki ya kutobaguliwa katika makazi, inayomaanisha kuwa unapaswa kutendewa kwa haki unapopangisha nyumba. Hakuna mtu anayepaswa kukubagua kwa misingi ya ulemavu, hali ya kifamilia, nchi utokako, dini, bari au jinsia. Una haki ya kuhisi kuwa uko salama nyumbani kwako. Mwenye nyumba wako hapaswi kukusumbua au kukupendekeza ufanye vitendo vya ngono kama malipo. Una haki ya kufurahia kwa utulivu. Hii inamaanisha kuwa unaweza kufurahia nyumba yako kwa amani, na mwenye nyumba anaweza tu kuingia kwenye nyumba akitoa notisi ifaayo. Unapaswa kupewa notisi ya saa 24 ama 24 kwa ujumbe mfupi au kwa simu, isipokuwa kama kuna dharura. Una haki ya kuishi katika mazingira salama. Lazima uwe na kengele za moshi zinazofanya kazi, maji ya moto, maji ya kunywa, joto, mahali pa kutupia takataka na mfumo wa maji taka, madirisha na milango yanayoweza kufungwa na bafu inayofanya kazi. Kama mpangaji, majukumu yako ni pamoja na vitu vifuatavyo. Unaweza kuwa na mahitaji mahususi kuhusu majenzi ya kimahandari, utupaji taka, uondoaji wa theluji au utunzaji mwingine wa jengo ambapo unapangisha nyumba. Ni wajibu wa familia nzima, watu wazima na watoto, kusaidia kutunza maeneo hayo unapoishi. Lazima uripoti shida yoyote kwa mwenye nyumba wako. Inapendekezwa kwamba uhifadhi nambari ya mwenye nyumba katika simu yako. Ikiwa mwenye nyumba wako anawasiliana nawe kwa simu au ujumbe mfupi, lazima umjibu. Huenda wana taarifa muhimu wanayotaka kushiriki nawe. Kulingana na aina gani ya nyumba unayopangisha, kutakuwa na watu wanaoishi katika jengo hilo au wanaoishi karibu sana. Ni muhimu kukumbuka kupunguza sauti kubwa kati ya saa 5 usiku na saa 2 asubuhi. Hii ni pamoja na kusikiliza muziki kwa sauti kubwa, kuwa na sherehe na kufanya kazi za nyumba kama vile kuvuta vumbi, kukata nyasi, miradi ya kuboresha nyumba, watoto kucheza na kadhalika. Kuwa jirani mwema kuna maanisha kusafisha nyumba yako
na kuondoa takataka. Takataka zinapaswa kupelekwa nje kwenye barabara katika usiku wa kuondoa takataka, na makopo yanapaswa kurejeshwa baada ya lori kuchukua takataka. Ni muhimu kuondoa takataka mara kwa mara. Hii itakusaidia kuepuka shambulio la wanyama waharibifu kama vile inzi, mende, mchwa, panya. Wanyama hao waharibifu wanaweza kuenea haraka kwenye nyumba nyingine za kupangisha na kuathiri majirani zako. Ikiwa una matatizo ya wanyama waharibifu nyumbani kwako, ni muhimu kuwasiliana na mwenye nyumba wako. Utahitaji kulipa kodi kila mwezi. Hutapokea bili ya kila mwezi ya kodi yako, lakini unatarajiwa kulipa kiasi sawa cha kodi kwa wakati unaofaa kila mwezi. Ukilipa kodi yako kwa kutuma hundi kwa barua ya posta, lazima utume hundi hiyo siku chache kabla ya muda wa kulipa kodi yako. Ukituma hundi yenye kodi yako katika tarehe ambayo unapaswa kulipa kodi, itachelewa kufika. Ukichelewa kulipa kodi yako, kuna uwezekano kuwa utahitajika kulipa ada ya kuchelewa. Maji, umeme, gesi, maji taka na ukusanyaji wa takataka ni huduma za kawaida kwa matumizi ya nyumba. JFCS itakusaidia kuandika jina lako kwenye huduma hizo. Familia yako ina wajibu wa kulipia huduma ambazo mnatumia kila mwezi. Msipolipa, huenda huduma zenu zikazimwa na mkatozwa ada ya kuunganisha tena huduma pamoja na malipo mnayodaiwa. Unapohama, utahitaji kuandikisha huduma zako kwenye nyumba yako mpya. Katika mkataba wako wa kupangisha nyumba, utapata huduma ambazo unawajibika kulipia na ambazo mwenye nyumba wako atalipia, ikiwemo kodi yako ya kila mwezi. Ikiwa una matatizo katika nyumba unayopangisha ambayo yanahusiana na muundo, usalama au vifaa, unapaswa kuwasiliana na mwenye nyumba wako. Ni muhimu kumjulisha mwenye nyumba wako haraka iwezekanavyo. Katika baadhi ya matukio, huenda ukaombwa ujaze ombi la ukarabati ikiwa mwenyewe nyumba anahitaji kufanya ukarabati kwa wakati unaofaa. Ni muhimu kumjulisha mwenye nyumba wako kuhusu matatizo, kwa sababu huenda yakazidi kuwa mbaya na bei ghali zaidi katika siku zijazo yasiposhughulikiwa mara hiyo hiyo. Unaposaini mkataba wako wa kupangisha nyumba, ni wajibu wa mwenye nyumba kutoa taarifa kuhusu ikiwa unaishi katika nyumba iliyojengwa kabla ya mwaka wa 1978 ama 78. Kabla ya mwaka 1978 ama 78, rangi nyingi zilikuwa na madini ya risasi. Kwa kweli, rangi za siku hizi hazina madini ya risasi. Nyumba za zamani zilizo na rangi zinazobambuka zinaweza kukuweka wewe na familia yako katika hatari ya kuathiriwa na dutu zenye madhara. Waeke watoto mbali na maeneo ambapo wanaweza kuathiriwa na rangi zinazobambuka, na umjulishe mwenye nyumba wako kuhusu maombi ya ukarabati au matengenezo yanayohitajika. Kukarabati nyumba zilizo na rangi yenye madini ya risasi huwa kazi rahisi sana, ambapo vipande vinavyobambuliwa huondolewa kwa usalama ili kuzuia vumbi, kisha rangi mpya pakwa kwenye eneo husika. Usipoona vipande vya rangi nyumbani kwako, huhitaji kuwa na wasiwasi kuhusu kuathiriwa na madini ya risasi. Unapohama, lazima uache nyumba uliopangisha ikiwa katika hali nzuri. Kwa hiyo, unapaswa kuhakikisha kuwa hujasababisha uharibifu mpya katika nyumba yako. Unatupa takataka zote na mifuko ya taka, na unapeleka mifuko ya takataka nje katika usiku wa kuondoa taka kabla ya kuhama. Usiache fanicha katika nyumba ya kupangisha. Ikiwa huwezi kuuza fanicha au kupeana, basi lazima uitupe katika usiku wa kuondoa takataka. Ikiwa unatupa runinga au vifaa vingine vya kielektroniki, unahitaji kuvitupa ipasavyo katika tukio la urejeshaji au kwenye lori maalum la takataka. Hivi ni kwa sababu malori ya kawaida ya taka hayatakubali kuchukua runinga au vifaa vingine vikubwa vya kielektroniki. Kwa hiyo, mwenye nyumba wako atahitaji kulipa ada ya kuviondoa. Mwenye nyumba
atatenga pesa kutoka kwa amana yako ya usalama ili alipie gharama hizo unapohama. Utahitaji kufunga vitu vya kibinafsi kwenye maboksi au mabegi. Ondoa fanicha zote. Safisha na uondoe vifaa vyako kwenye choo na bafu. Safisha na uondoe vifaa vyako kwenye friji. Fagia, futa vumbi, piga deki, pangusa kuta na maeneo kama vile kaunta na makabati na uondoe vitu vyote vya kibinafsi. Piga picha au video na uandike kuhusu hali ya nyumba kwa kumbukumbu zako. Ukiacha nyumba yako ikiwa katika hali nzuri ambayo mtu mwingine anaweza kupangisha, unapaswa kupokea hundi ya amana yako yote ya usalama siku 30 ama 13 baada ya kuhama. Ukiamua kuhama kutoka kwenye nyumba yako kwa sababu yoyote kabla ya muda wa mkataba wako kuisha, hii inaitwa kuvunja mkataba wa kupangisha nyumba. Umefanya makubaliano na mwenye nyumba na umekubali kulipa kodi ya kila mwezi kwa muda fulani. Ukihama kabla ya muda wa mkataba wako kuisha, kunaweza kusababisha adhabu ambazo utahitaji kulipa. Kila mkataba wa kupangisha nyumba ni tofauti na baadhi ya adhabu zinaweza kuwa bei ghali. Ni vyema kuishi katika nyumba husika kwa muda wote wa mkataba, kwani ukivunja mkataba wa kupangisha nyumba, mwenye nyumba wako anaweza kubaki na kodi yako ya mwezi uliopita na amana ya usalama. Ikiwa unapanga kuhama, utahitaji kuwasiliana na makampuni ya huduma ili ugairi huduma za anwani yako ya sasa na uandike jina lako kwenye huduma za anwani yako mpya. Mkataba wako wa kupangisha nyumba una sera muhimu ambazo umekubali kufuata. Muda wa mkataba wako ukiisha, unaweza kuusasisha ili uishi katika nyumba hiyo hiyo, au unaweza kuanza kutafuta nyumba nyingine inakufaa wewe na familia yako zaidi. Katika siku zijazo, utaona kuwa mikataba ya kupangisha nyumba ina sera sawa zinazofanana. Ni muhimu kuelewa mkataba wako wa kupangisha nyumba na majukumu yako unapopangisha nyumba. Kama wewe ni mpangishaji, una haki, ikiwa ni pamoja na haki ya kupewa arifa ikiwa mwenye nyumba wako anahitaji kuingia nyumbani kwako na kufanya ukarabati. Pia una haki ya kuhisi kuwa uko salama katika nyumba inayotunzwa. Ukiamua kutolipa kodi au huduma zako, kutaathiri vibaya alama yako ya mkopo. Ni muhimu kulipa bili hizi kila mwezi, kwa sababu ukichelewa kulipa malipo hayo, huenda ukashindwa kuyalipa yote. Huduma hizi zinaweza kuziwa na utatozwa ada ya ziada ya kuunganisha tena ili ziwashwe tena. Ikiwa una deni ya mwenye nyumba au hujalipia huduma zako na ukose kulipa kwa muda mrefu, hata baada ya kuhama, utakuwa na majaribio ya kukusanya deni lako. Ukikosa kulipa au kujaribu kulipa madeni haya, deni lako litapelekwa kwa mtoza deni na alama yako ya mkopo itaathiriwa vibaya. Utapata changamoto za kupangisha nyumba katika siku zijazo, kuandika jina lako kwenye huduma, na wakopeshaji watasita kukupa mkopo wa gari au nyumba. Matatizo ya kupata makao hayataathiri tu nyumba za kupanga, lakini pia soko la umiliki wa nyumba huku Pittsburgh. Utaweza kununua nyumba, lakini utahitaji kuwa na subra na kuokoa pesa zako. Unapotaka kununua nyumba yako ya kwanza huku Marekani, ni muhimu kuwa na kazi ya kudumu na kuwa na mapato kwa miaka mingi kabla ya kununua nyumba yako ya kwanza. Utahitaji mkopo wa kununua nyumba, na alama yako ya mkopo na historia yako ya kazi zitazingatiwa unapotaka kununua nyumba yako ya kwanza. Badala ya kulipa kodi kila mwezi baada ya kununua nyumba, utalipa rehani ya kila mwezi. Kulingana na masharti ya mkopo wako, rehani nyingi huhitaji kulipwa kwa muda wa miaka 30 ama 13. Kununua nyumba ni shughuli ya kujitolea kwa muda mrefu, na unahitaji kuwajibika huduma zote na ukarabati au matengenezo yoyote ambayo huenda yakahitajika nyumbani kwako kwa wakati huo. Tunatumai kuwa video hii inaweza kukupa ujuzi kuhusu makazi nchini Marekani na Pittsburgh. Tunatarajia pia kuwa
imekusaidia kujifunza kazi na imekusaidia kuelewa makubaliano ya mkataba wako wa kupangisha nyumba na haki na wajibu wako kuhusu makazi.